Huko anafanya mchakato taratibu wa kumsafirisha kumpeleka India. Diamond akashauri akasema ili vitu vikae vizuri inabidi tufungue group kila kinachohitajika. Mke wa Mkubwa Fella aseme mule afu ofisi itakuwa na Diamond atakuwa analipia. Diamond akashauri akasema kwa mgonjwa kwa hali aliyokuwa nayo mgonjwa inabidi akatiwe business class. Watu wote wasafiri kwa business wasiende kwa landrio. Hata nadhani unaijua bei ya business bei yake. Kutoka na Dar es Salaam to India. Na wamesafiri na Emirates. Matibabu ya yote aliyotibiwa akiwa kule amegharamia. Ukiachana na aliyotibia hapa matibabu yote bili za hapa zote. Kwa sababu mpaka anaondoka hapa TMJ pale ni zaidi ya milioni 17 17 mlitumia hapa. Zaidi ya milioni 17. Pale tu TMJ. Na matibabu yote ya India nayo akagharamia Diamond ambao ni pesa nyingi nazo. Hapo tiketi tu pekee yake ilikuwa karibu milioni 30. Karibia milioni 40 kasoro. Milioni 40 kasoro. Yes. Na wakati anaondoka Diamond akatoka akanipa kiasi kingine dola 10,000. Na huwa na hii mpe ashike mkononi. Alimpa nani sasa? Mke wa Mkubwa Fella. Dola 10,000. Dola 10,000. Kama milioni ngapi? Kama milioni 27. Yes. Ni marafiki wa Diamond. Walileta pesa ambao wataka kumsaidia Mkubwa. Diamond akasema hapana, hizo hela zisihusike kwenye matibabu. Hizi pesa zote apewe. Takriban milioni 27 nazo zilikuwa. Apewe mke wake. Dola 10,000 pia. Yes. Apewe mke wake lakini zisihusike kwenye matibabu ya aina yoyote. Matibabu yote India kule mimi nimeshalipia. Amerudi baada ya wiki mbili kupeleka milioni 20. Wakati tena baada ya mwezi mmoja na nimepeleka milioni 20. Tumekaa tena baada ya miezi mitatu milioni 15. Ilikuwa mpaka aombe? Hapana, alikuwa haombi. Sio pesa ya matibabu, ilikuwa ni matumizi ya kawaida. Hiyo wamesharudi kutoka India. Wamesharudi. Sasa jumlisha zote zile ukichanganya hela kama hizo. Sio unapata kwa ni pesa nyingi sana ambazo milioni 200 sasa inakaribia milioni 200 inafika. Hela ambazo Diamond alikuwa akitoa. Kwa ni nyingi sana. Kwa hiyo watu wakisema kwamba Diamond hana msaada na Mkubwa hajafanya chochote, hapana, sio kweli. Amejitoa sana. Imagine mtu kujitoa kote huko. Ufanye kila kitu hivyo alafu unakuja kusikia maneno kama hayo. Yaani sema unajisikia. Wewe ndio unaniliu sasa ndio Diamond. Unajisikiaje? Kwa sababu mimi mwenyewe ambaye ndo nahusika kupeleka pesa, nilikuwa najisikia vibaya baada ya kuona watu wanavyomwataki Diamond kwanza kumshambulia kwamba